Ugunduzi wa makaburi ya halaiki katika makaburi ya Makaburini, kaunti ya Kericho nchini Kenya, ni tukio la kutisha na la kusikitisha ambalo linapaswa kuishitua dhamira ya taifa. Kufikia sasa miili 32 imefukuliwa kutoka katika kaburi hilo, 7 ikiwa ni ya watu wazima na 25 ya watoto. Taarifa ni kwamba baadhi ya miili hiyo ilizikwa ndani ya magunia, mingine ikiwa imeoza vibaya na hata kukatwa vipande vipande. Imeongeza uzito wa tukio hili na kuzua maswali mengi kuliko majibu. Sikiliza tahariri ifuatayo na Shisia Wasilwa. Kwa taifa linalojivunia kuwa na taasisi za sheria na usalama zinazofanya kazi, tukio kama hili haliwezi kupuuzwa wala kufunikwa kwa maneno ya kawaida ya uchunguzi unaoendelea. Ni lazima ukweli ujulikane. Wakenya wana haki ya kujua ni nani waliohusika na vifo hivi vya kikatili. Miili hiyo ilitoka wapi na ni nani aliruhusu mazishi hayo ya siri kufanyika? Zaidi ya yote, jambo linalotia hofu ni idadi kubwa ya watoto miongoni mwa waliopatikana. Watoto ni ishara ya matumaini ya taifa. Hivyo basi, kugundulika kwa miili yao katika mazingira ya kutatanisha na ya kinyama kunapaswa kuamsha uchungu mkubwa wa kitaifa. Je, watoto hao walifariki vipi? Walikuwa wakitoka wapi? Na kwa nini miili yao ilizikwa kwa siri kana kwamba hawakuwa na familia wala hadhi ya kibinadamu? Tukio hili pia linaonesha mapengo katika mifumo usimamizi wa mazishi na utunzaji wa miili. Makaburi si maeneo ya kuficha uhalifu, ni mahala pa heshima ya mwisho kwa marehemu. Iwapo miili inaweza kuzikwa kwa siri bila nyaraka, bila utambulisho na bila kufuatwa kwa taratibu za kisheria, basi kuna dosari kubwa katika usimamizi wa mifumo ya afya, makafani na hata makaburi yenyewe. Ni wajibu wa vyombo vya uchunguzi, hasa idara ya upelelezi wa jinai, kuhakikisha uchunguzi huu unafanywa kwa kina, wazi na bila kuingiliwa na yeyote. Uchunguzi wa kisayansi kama vile vipimo vya vinasaba au DNA na uchunguzi wa kitabibu wa maiti lazima ufanywe kwa haraka ili kubaini utambulisho wa marehemu na sababu ya vifo vyao. Aidha, ni muhimu mamlaka zote husika, serikali ya kaunti, wasimamizi wa makaburi, hospitali na makafani wachunguzwe ili kubaini iwapo kulikuwa na uzembe, ushiriki au kuficha taarifa. Uhalifu wa aina hii hauwezi kufanyika bila mtu au taasisi fulani kufumbia macho au kushiriki kwa njia fulani. Lakini zaidi ya uchunguzi, taifa lazima lijifunze kutokana na tukio hili. Serikali za majimbo zinapaswa kuimarisha mifumo usimamizi wa makaburi, kuhakikisha kila mazishi yanafuata taratibu za kisheria na kumbukumbu sahihi zinahifadhiwa. Vile mifumo ufuatiliaji wa miili katika hospitali na makafani lazima iwe madhubuti ili kuzuia uwezekano wa miili kutoweka au kuzikwa bila utaratibu. Wakati huu, familia ambazo huenda zimepoteza wapendwa wao pia zinahitaji msaada na majibu. Ni lazima mamlaka ziwahimize wananchi ambao wana jamaa waliopotea kujitokeza ili kusaidia katika utambuzi wa miili. Hatimaye, makaburi ya halaiki si tu fumbo la jinai, ni jaribio la dhamira ya taifa. Haki lazima itendeke, ukweli lazima ujulikane, na wale wote waliohusika lazima wajibishwe kwa mujibu wa sheria. Taifa haliwezi kusonga mbele ikiwa maiti zinafichwa ardhini pamoja na ukweli.